anaanza miradi mitatu mikubwa ya kimkakati: mradi wa umeme, mradi wa treni ya SGR, pamoja na mradi wa makao makuu Dodoma. Mimi mwenyewe niliogopa, nikasema mzee huyu anatupeleka wapi? Ataweza kweli? Nikasema ataweza kweli, lakini mchaka alioanza nao ulikuwa mkubwa, nyinyi ni mashahidi. Lakini alipofariki dunia nikasema sasa habari inakuwa ngumu zaidi. Maana karibu yote mitatu ilikuwa haijaenda mbali sana, lakini imepiga hatua kubwa. Na Rais Samia katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa alihakikishia taifa kwamba nia na uwezo wa kuendeleza miradi ile anayo. Na kwa kweli kwa mafanikio makubwa Rais Samia ameendeleza miradi hiyo. Na mmoja wa miradi ya kujivunia sana ni makao makuu ya chama chetu, makao makuu ya serikali Dodoma. Mambo makubwa sana Dodoma, ikiwemo upanuzi wa uwanja wa ndege ambao sasa ndege zinatua mchana na usiku. Uongo kweli? Lakini vile vile Rais Samia amesimamia ujenzi wa uwanja mpya wa ndege Dodoma ambao sasa uko hatua za mwisho za kukamilika. Lakini pia Rais Samia amesimamia kuhamia kwa taasisi zote, amehakikisha taasisi zote muhimu za nchi zimehamia Dodoma. Lakini pia Rais Samia amesimamia ukamilishaji wa majengo ya taasisi na wizara mbalimbali za serikali katika mkoa wa Dodoma. Lakini pia Rais Samia amesimamia ujenzi wa makazi ya watumishi Dodoma. Lakini mtandao wa barabara, maji na umeme uliotekelezwa Dodoma ndani ya miaka 4.5 hii haujapata kutokea katika historia ya nchi. Hiyo imeonyesha wazi dhamira ya rais wetu kutekeleza nia ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba Dodoma ifanane kweli na makao makuu ya nchi. Na Dodoma sasa imeanza kufunguka, kila mtu wa nchi hii anajua Dodoma, kila mtu anatafuta kiwanja Dodoma. Uongo kweli? Kwa sababu Dodoma imejengeka. Kwa hiyo kipekee rais wetu amefanya